Naam, mtazamaji, karibu kwenye awamu nyingine ya Views Room ndani ya Sauti TV ukiwa nami Rehab Mora. Leo hii tunayo mada kuu ambayo tutakuwa tunaangazia swala ambalo limekuwa nyeti sana kwenye nchi yetu ya Kenya. Je, makanisa yana nafasi gani katika kuamua siasa ama uongozi wa nchi yetu ya Kenya? Tunaye studioni leo hii askofu katika nchi yetu ya Kenya ambaye amekuwa akizungumzia masuala haya ya kisiasa na pia kanisa. Karibu sana askofu. Asante sana. Labda ungejitambulisha kwanza, wewe ni nani na unafanya nini? Jina langu naitwa Askofu Israel Yohana. Mimi ndiye askofu wa makanisa naitwa Soul Winning and Healing internationally. Sio hapa Kenya peke yake, hata katika nchi za nje. So nashukuru sana kwa sababu ya fursa hii ambayo mmenipa katika Sauti TV Studios. Tuweze kuangazia mambo haya ambayo yanayotendeka katika nchi ya Kenya, na pia kanisa lina nafasi ipi katika siasa za Kenya. Ndiyo. Kwanza kabisa labda tuanzie historia ya siasa za Kenya na makanisa. Tukiangalia aliyekuwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya, Kenyatta, aliweza kuwa na, ukiangalia mahusiano yake na makanisa kidogo hayakuwa pamoja sana, kulikuwa na ile distance kati yao. Ukiangalia wakati wa Moi pia kidogo makanisa hayakuwa na msemo mkubwa sana, lakini waliweza kuingia katika makanisa hayo ili kutoa maoni yao. Lakini kuanzia mwaka wa 2012-13 katika utawala wa Uhuru Kenyatta na hata wa sasa wa Ruto, makanisa yamekuwa yakichangia sana katika kutengeneza siasa hizi zetu za Kenya. Je, maoni yako ni yapi kuhusu? Jambo la kwanza, mimi ningependa sana labda tuingie tu katika maandiko, katika Biblia. Sitaki kusema mambo ya kwangu, tuseme kwamba umesoma wapi na hayo umeyapata wapi. Napoangalia katika kitabu cha Mathayo, hiyo ni Mathayo 6 mstari wa 24. Nasema kwamba hauwezi tumikia mabwana wawili. Itafika mahali kwamba umpende mmoja kisha umchukie mmoja. Hivyo jambo la kwanza, nao kama wewe Mungu amekuita kufanya kazi ya Mungu, simama kwenye pengo lako, fanya kazi ya yule Mungu aliyekutuma. Na unapokuta kwamba mchungaji yuko kwenye kanisa at the same time yuko kwenye kanisa au yuko kwenye siasa, basi yule mchungaji amepoteza mwelekeo. Kwa sababu mwelekeo wa kanisa ni hili kusema ukweli, si kuingia kwenye siasa na kusupport siasa, hapana. Mwelekeo wa kanisa ni kuambia watu ukweli, ni kuambia serikali ukweli, ni kumwambia rais ukweli. Wala si kuingia pale na kushabikia wanasema fulani ndiye mzuri, fulani ndiye mzuri, fulani ndiye mzuri. Kwa sababu uongozi unatokana kwa Mungu, na Mungu anapochagua kiongozi, yeye mwenyewe anajua ni yupi ambaye anafaa kuwa mahali pale. Kazi ya kanisa ni kusimama tu kwenye pengo na kuombea serikali na kuombea wanasiasa na kuombea uongozi ambapo uko. Umenena kweli. Na kama ambavyo umesema ni kwamba watazamaji wetu wangetaka kujua, je, kanisa lina nafasi ya moja kwa moja na siasa, ama makanisa yanafaa yabaki tu kwenye upande wa mambo ya kidini? Tunapoangalia kwamba mtu ambaye ameitwa kama mchungaji, ameitwa kuwakilisha mbingu, ameitwa kumwakilisha Mungu, na wala hajaitwa kuwakilisha serikali, hajaitwa kuwakilisha siasa. Kanisa linapoitwa, labda kama mambo kwenye siasa, haijaitwa lichangie siasa. Labda kama kanisa limeitwa pale na mchungaji ameitwa mahali pale, unless ameitwa kwenda kuhubiri kwenye siasa, atahubiri. Maana kazi ya mchungaji ni kuhubiri mahali pale. Kama ameitwa kuomba, ataenda kuomba, aombe serikali, aombe wanasiasa, aombe rais, aombe mawaziri, aombe wizara zote ambazo zinaweza endeshwa katika nchi. Maana anasema kwamba Mungu asipolinda, walindao wanafanya kazi ya bure. Kwa hivyo jukumu la kanisa kwenye siasa, tunafaa kushikilia siasa sana, kuwapa mwelekeo wa kiungu.
Manake mimi nikiulizwa sasa, mimi napoingia nikiingia kama kwa bunge nitafanya kazi gani? Mimi nikiingia kwenye bunge nitawaambia nyinyi wote mnahitaji Mungu. Nyinyi wote mnahitaji kuokoka kwa sababu nyinyi mmepotea. Nyinyi ni kondoo waliopotea. Ni kondoo ambao vipofu, mnahitaji kufunguliwa macho. Nitawaambia ukweli na kisha niwaombee wokovu. Sitaenda pale kuchangia niseme tunahitaji kufanya hivi tena niende kudanganya watu jinsi wanavyoenda kudanganya mahali pale, kwa sababu napoangalia siasa na katika sehemu kubwa ya siasa ni uongo. Na jambo la kwanza napoangalia hata katika Biblia inakataa mambo ya uongo. Napoangalia kwenye siasa, nafasi nyingine kubwa ni ya rushwa. Kwa sababu sasa ukiwa mwanasiasa inabidi upatie watu rushwa waweze kuchagua katika uongozi. Upatie watu rushwa wawe karibu na wewe. Sasa unapopeana rushwa, Biblia inakataa. So unakuta kwamba mtu anapoingia katika siasa, jambo la kwanza lazima ana lose focus yake kama mtumishi wa Mungu. Tunapoangalia labda tupatiane mfano wa mtu mmoja, labda kama Askofu Margaret nani? Alikuwa anaitwa Margaret nani? Askofu Margaret Wanjiru. Askofu Margaret Wanjiru, kabla hajaingia kwa siasa, kama kulikuwa na askofu na mwanamke very powerful, alikuwa ni Askofu Margaret Wanjiru. So naye alipokuwa nahubiri, alikuwa nahubiri na watu wanabarikiwa na lile neno kabisa, unasikia kwamba limetoka katika roho. Lakini wacha aingie kwenye siasa. Alipoingia kwenye siasa, basi ile neema yake ya kuhubiri, ile neema yake ya kiroho irudi chini. Akawa sasa ni mtu ambaye hata hachungi ulimi wake, akawa hata ni mtu ambaye hataji Mungu wakati wowote. Mara nyingi anataja wanasiasa, mara nyingi anataja tu siasa, na siasa ikawa sasa kazi ya kuhubiri ile yake sasa imekuwa sasa ni kama imechanganyika. Na wakati sasa wewe umeingia katika mchanganyiko, wewe inamaanisha kwamba ni mtu umepotea, ni mtu ambaye haujielewi. Hauwezi kuwa kwenye siasa at the same times uko kwenye madhabahu unahubiri. So wakati alipoingia kwenye siasa, neema ya kuhubiri iliondoka juu yake. So amebaki kwa jina bishop, lakini ile neema ya Mungu iliyokuwa juu yake tayari imeondoka. Haipo tena. Kwa hivyo mimi siwezi nikasupport mchungaji yote aingie kwenye siasa. Siwezi nikasupport askofu yote aingie kwenye siasa. Na mimi wale watu wote wanaingia kwenye siasa, wa askofu unakuta wengine wamebeba misalaba kubwa, wamevalia manguo zimepigwa misalaba kubwa, ni kama malaika. Wanapoenda pale na kuzungumza na kusema kwamba Mungu amefanya, Mungu amechagua, Mungu amefanya nini, ni uongo mtupu. Na wanapoenda kudanganyana mahali pale, jambo la kwanza wamesahau kazi yao, wamesahau majukumu yao, na wameingia katika siasa, wametoka kuwa watu wa kiroho na wameingia kuwa watu wa kimwili. Na unaposikia kwamba maandiko yanasema kwamba Mungu ni roho na wote wanaomwabudu wamwabudu katika roho. So sidhani kwamba wewe sasa roho atakuongoza uende upatiwe bahasha, kisha baada ya kupatiwa bahasha uanze kusifu mwenyewe amekupatia bahasha. Badala ya kumsifu Mungu, badala ya kupeleka watu kwa Mungu, kuwavuta watu kwa Mungu, sasa wewe unaanza kusifu yule ambaye amekupatia bahasha. Na sasa unapokuta kwamba ni mtu ameenda kupokea bahasha ili azungumze ubaya wake, uzuri wake, inamaanisha kwamba amehongwa tayari. Na baadhi ya wachungaji wengi, baadhi ya maaskofu wengi ni watu ambao wameshaikula hongo tayari. Na mtu ambaye amekula hongo tayari hafai kukaa kwenye madhabahu. Anafaa kuondoka katika madhabahu, aingie kwenye siasa. Hiyo nafasi awachie watu wengine ambao wanataka kufanya kazi ya Mungu wafanye, na yeye aingie kwenye siasa, kwa sababu tayari yeye amekula hongo na kisha amesaliti mwili wa Yesu Kristo. So nafasi kubwa ya wale unaona mahali pale wakienda kama kule State House, wengi wao ni wanafiki. Namba kubwa ya wanaoenda mahali pale ni wanafiki. Ninaposema ni wanafiki bila kuogopa ni hivi: mbona wakati mabaya yanatendeka Kenya hawaongei? Mbona wakati ile LGBTQ ilipopitishwa ulisikia maaskofu wamebebana kwenda State House? Haukusikia. Walikaa katika manyumba zao na wakanyamaza, wakafunga midomo yao.
wakati mauaji yamekuwa katika nchi ya Kenya, mambo ya Shakahola na nini na watoto wetu kuuawa kwenda kutupwa katika makware kule, haujaona maaskofu wameketi pamoja, wamekusanyika na wakashtumu wakasema haya ni mabaya yanayotendeka? Hakuna, walinyamaza kimya. Wakati ambapo sasa katiba inafanywa mbaya pale, unakuta kwamba wamenyamaza kimya, lakini hao ndio wanakuwa mstari wa mbele kupitia ile katiba ambayo ni mbovu, ambayo si ya kiungu, katiba ambayo inasema kwamba mke na mume waoane. So baadhi ya maaskofu ambao walipitisha ile katiba hawapaswi kuwa kwenye madhabahu, wanapaswa kuwa kwenye siasa, waondoke kwenye madhabahu pale, kwa sababu wana najisi madhabahu ya Mungu. Na mtu kama huyo, jambo la kwanza, mtu aliye najisi madhabahu ya Mungu, mtu ambaye anafaa kaa mbali sana na madhabahu, aingie kwenye siasa. Maana mtu kama huyo atakikuwekelea mikono yake, wewe unapagawa na mapepo. Unapokuwekelea mikono yake, wewe hata unachanganyikiwa, unakuwa mtu ambaye hauna. Unakuta makanisa mengi sasa watu wengi wamechanganyikiwa. Wanaowekelea mikono ni watu wamechanganyikiwa, ni watu wamepagawa na mapepo tayari. Mtu kama ataenda apokee rushwa, apatiwe na serikali mamilioni, azungumuze na support serikali kwa uovu, huyo hakika hajatumwa na Mungu, hajatumwa na kanisa, ameenda kwa nafsi yake mwenyewe. Kwa hivyo kwa kiufupi, askofu, unamaanisha ya kwamba acha mambo ya kanisa yabaki kanisani. Ndiyo. Acha watumishi wa kidini kwa kiujumla, Yes. waangazie masuala yao ya kanisani. Ndiyo. Na wanasiasa washughulikie na mambo yao, si ndio? Ni Hivyo basi, je, miradi ambayo tumekuwa tukiona ikifanyika katika baadhi ya kanisa nchini mwetu, je, ikiwa wanasiasa watakaa kando na makanisa yakae kando, je, miradi katika kanisa hizi zitakuwa zinafanyikaje? Kuna kitu ambacho nasema hivi, kanisa ni kanisa la Mungu. Kanisa si la wanasiasa. Hata pasipokuwa wanasiasa, makanisa jana kitambo yalikuwa yanajengwa. Makanisa yalikuwa yanajengwa. Ulikuwa unakuta makathedral yamejengwa, makanisa makubwa yamejengwa. Hayakuwa yanajengwa na wanasiasa. Yalikuwa yanajengwa na washirika ambao wako pale kanisani, wanafanya harambee zao wenyewe, wanajenga. Lakini hili jambo la kujipendekeza kanisani kwamba wewe unakuja mahali pale ati uanze kutoa mamilioni ya pesa mahali pale ndio upate kura, hiyo ni njia nyingine ya kutafuta kura. So na unakuta kwamba sisemi kwamba kutafuta kura si mbaya, lakini mimi nasema kile ambacho nazungumzia kwamba kanisa liheshimiwe, watu waheshimu madhabahu, hata wachungaji waheshimu madhabahu. Kama Mungu amekupa madhabahu yale ya kuwakilisha Mungu mahali pale, acha kuruhusu wanasiasa kuja kukanyaga kwenye yale madhabahu. Na utaangalia makanisa mengi ambao wanasiasa wamekanyaga kwenye madhabahu yale, makanisa hayana nguvu tena. Yale makanisa yamebaki tu kwa jina, madhehebu, lakini roho wa Mungu aliondoka mahali pale, kwa sababu Mungu hawezi share utukufu wake na mtu yoyote. Mungu hawezi share utukufu wake na mapepo. Utukufu wa Mungu ni wa Mungu peke yake. Kwa hivyo kama wachungaji wanapojua kwamba wameitwa na Mungu, ni vizuri pia kulinda madhabahu ambayo Mungu amewapatia. Na kama Mungu amekupatia madhabahu, amekupa madhabahu yale, uyalinde na uwakilishe utukufu wa Mungu katika yale madhabahu. Unajua kitambo ni kwa nini watu walikuwa wanaingia kanisani wanapona? Madhabahu yalikuwa yamelindwa. Na wakati madhabahu yamelindwa, utukufu wa Mungu unakaa pale madhabahu. Watu wanapoingia kanisani tu, wanapomwabudu, uponyaji unashuka tu, hata bila kuwekelewa mikono. Wengine tu wanasema tu, nilipokuja kanisani, nilipokuwa ninaabudu, nilisikia uwepo wa Mungu ukishuka juu yangu na nikasikia maumivu yameondoka. Lakini siku hizi niambie kwamba madhabahu siku hizi mengi yamewekwa najisi. Wachungaji wamejichanganya, wengi wamekuwa wanasiasa, wengi wamekuwa manafiki, wengi wamechukua pesa ambazo ni haramu. Wamelete kwenye madhabahu. Na wakati wamelete kwenye madhabahu, wamefanya madhabahu yamekuwa najisi. Madhabahu yale yamekosa nguvu, yamekosa utukufu wa Mungu. Sasa ya madhabahu yazungumuzi tena.
hayazungumzi tena, na ndio unaweza kuta mchungaji anaweza fanya anything, anaweza fanya hata biashara kwenye madhabahu kwa sababu amejichanganya. Na kwa hivyo mimi nasema hivi, madhabahu, wachungaji, watumishi wa Mungu na wanasiasa ni vitu viwili tofauti. Mchungaji hapaswi kuonekana akizunguka na mwanasiasa. Mchungaji anafaa kuonekana akizunguka na wachungaji wake wenzake, wakifanya kazi ya Mungu, wakihubiri injili ya Mungu. Na wakati hapo sasa unakuta wachungaji wameingia katika siasa, ndio unakuta neema ya Mungu imepotea katika makanisa. Na ndio unakuta siku hizi hata wanaalika wachungaji ambao hawana neema tena katika nchi ya Kenya. Kama hapa nchini Kenya watu wanaweza muomba Mungu na Mungu ashuke. Watu wanaweza mulilia Mungu na Mungu asikie maombi yao, lakini wamekosa focus. Wamekosa hali ya kumtafuta Mungu. So inafika mahali mpaka wanaanza kuenda kuita wachungaji ambao sasa ni wachungaji ambao wanasema kwamba ni wengine ni matapeli ama wengine ni manabii wa uongo, kuja kunajisi madhabahu ya kiungu. Utaona ya kwamba, na mimi nazungumzia hili jambo, na napo nizungumzia msinielewe vibaya, na mimi nazungumza ukweli jinsi ambavyo Mungu ananiwezesha kuzungumza. Wakati kuna dada ambaye anaitwa kwamba dada ambaye ni mke wa rais, anaitwa Rachel Ruto. Rachel Ruto, wakati ambapo alikuwa wakati kabla Rais Ruto awe rais, alikuwa anaomba na kumwombea mume wake sana, na alikuwa anaomba hata na kuombea nchi yake sana. Wakati huo alikuwa the real intercessor of the nation. Tulikuwa najua kama Rachel Ruto ni the real intercessor wa nchi ya Kenya. Lakini wacha mzee wake aingie kwenye uongozi, ambaye sasa ni rais Ruto, mahali pale kazi ya intercessory ilifika kikomo. So ile hali ya kujinyenyekeza ilirudi chini. Na wakati unapokosa hali ya kunyenyekeza, unajipa utukufu. Unapojipa utukufu, naye Mungu anakuondokea. Kwa sababu unapokuwa wewe ni mke wa rais, hakuna vile umepatiwa title ya kuwa wewe ndio bishop. Ati wewe ndio unasimamia wachungaji wote. Wewe ndio una control wachungaji wote jinsi watakavyofanya. Wewe ndio unaamuru nini kitakachofanya. Mke wa mchungaji, yeye tunajua kwamba ni first lady. Majukumu yake ni kuhusu nchi ya Kenya. Majukumu yake si kuhusu kanisa la Kenya. Majukumu yake ni kuhusu nchi ya Kenya. Kama first lady, ajue jinsi wa mama Kenya watakuwa na maendeleo, wataishi namna gani. Lakini kuna jambo ambalo lilitendeka ambalo mimi nitawaambia wa Kenya, ili jambo lililotendeka halikutendeka nzuri, na ni kama kuna jisi nchi ya Kenya. Wakati ambapo sasa dada huyo mke wa rais amechukua anointing oil, ameingia nayo kwa ndege, anaanza kunyunyizia nchi ya Kenya. Uone kama hiyo ni dhiaka. Kuna maaskofu ambao ni baba wa kiroho ambao anapaswa kuwapa hiyo kazi wafanye, si yeye. Kwa hivyo aliwadharau, akawadharau wale ambao wa Mungu ameteua katika nchi ya Kenya, akajipa hiyo nafasi. Na hapo alipojinuna sasa, neema yake ya kuwa intercessor ilishuka chini. Sasa yeye is no more intercessor. Sasa saizi she is a business lady. Nasema hivyo ni kwa nini? Kwa sababu naangalia saizi makampuni ambaye yameandikwa chini ya jina yake saizi yamefunguliwa, makampuni hewa ni mangapi? Kwa hivyo inamaanisha sasa aliacha kazi ya Mungu na akaingilia siasa. Na mtu yoyote ambaye ameacha kazi ya Mungu na anaingilia siasa, saizi aibu inaanza kumpata. Saizi kuna wachungaji ambao kuna maaskofu ambao aibu imeanza kuwapata tayari. Wengi sana. Saizi kuna skando inaendelea ya mashamba
kuhusu maaskofu fulani ambao walikuwa wanafanya biashara ya mashamba. Sasa skando saizi imetokezea kwamba shamba waliokuwa wanauzia washirika si alikuwa lao, lilikuwa ni shamba la mtu fulani. Lilikuwa ni shamba la Kanyutu. So skando pia imeendelea. Sasa unakuta sasa mtu kama askofu kama sasa utasimama nini? Useme nini mbele ya watu kama uliwaambia kitu na kile kitu ambacho uliwaambia kinageuka kwamba si haki. Na yote yalitendeka wakati walimuinua kiongozi wa rais kushinda Mungu. Kilichotendeka, nitawaambia kilichotendeka wakati Mungu alipoacha nchi ya Kenya. Kilichotendeka ni hiki. Siku ya kwanza wakati rais alirudi nchi ya Kenya kutoka nchi sasa ndiye akuje kuapishwa, maaskofu wengi na wachungaji wengi waliacha kanisa zao siku ya Jumapili, wakaenda State House kwenda sasa kumwapisha rais wa nchi. Umesikia kwamba askofu ameacha kwenda ibada Jumapili, ameenda kumwapisha rais wa nchi? Umesikika wapi? Kwani rais wa nchi ana mamlaka magani makubwa kushinda Mungu? Ati nyinyi maaskofu na wachungaji wote mnakosa kwenda kanisani, mnaenda kumwapisha rais wa nchi. Na walipofika mahali pale, najua walifika mahali pale na wakamshangilia na wakasema mambo makubwa kumuhusu. Na wengine tangia wakati huo wamekuwa wakimwabudu Rais Ruto. Na tangia wakati huo walipotoka hapo wamepatiwa bahasha. Na mtu atauliza, wewe askofu, watu kwa wengine walikuwa naenda, wewe ulikuwa wapi? Na ukipewa bahasha utaipokea ama utaikataa? Sasa hilo ni jibu langu mwenyewe. Jambo la kwanza, mimi nasikiza Mungu. Sifanyi mambo kwa sababu watu wanafanya. Siendangi kwa mwaliko kwa sababu nimealikwa. Nilikuwa mmoja wale alialikwa kwenda State House, lakini nipo muomba Mungu nikasikia ananiambia, mwanangu, usikanyage huko, usiende huko. Na hata tangia wakati rais alipoingia kwenye mamlaka sijawahi kanyaga State House, na sina neema ya kukanyaga mahali pale kwa sababu nilisikia sauti niambia nisiende. Wote ambao wameenda saizi wachunguze, angalia hali zao za kiroho, wako wapi? Wamerudi chini. Na ukiangalia saizi kumetokea, kuna mama fulani saizi ambaye sijui yuko katika nchi ya Amerika, sijui kama ni kichaa ako nayo ama namna gani. Sasa kazi ambayo iko ni ya kutusi wachungaji fulani, ya askofu fulani alifanya hivi, askofu fulani ni mbwa, askofu fulani ni nini. So sasa wachungaji sasa wameanza kupakwa matope saizi, na sijui kwa nini wengine inafika mahali Mungu ataruhusu wapakwe matope. Kwa sababu jambo la kwanza, hawakusimama na ukweli, hawakusimama watetee Mungu katika nchi ya Kenya. Tuliona kitambo wakati wa Rais Moi, nafikiria kwamba wakati huo wachungaji hawakuingia kwenye siasa, lakini yeye alikuwa na mchango mkubwa sana mwenyewe binafsi kwa kanisa. Rais Moi ndiye alipeana wanja kubwa za kanisa. Ukienda kama Redeemed Gospel, ule uwanja alipatiwa na Rais Moi. Kuna makanisa mengi sana ambaye alipatiwa uwanja na Rais Moi. Kwa hivyo alifanya mchango mkubwa sana kwa kanisa. Na hatukuona hata siku moja kanisa limeenda State House kwenda kuingia kwenye siasa. So kile ambacho anachosema hivi, hata kama kuna harambee ambayo inatolewa kanisani, si lazima anayekuja kutoa harambee aje kwenye jukwaa. Hapana. Harambee inaweza alikwa mtu yeyote, anaweza kuja Kenya kuja kufanya harambee, lakini kufanya siasa kanisani hairuhusiwi. Ni kinyume na neno la Mungu kufanya siasa kanisani, kwa sababu madhabahu ni ya makuhani. Kuna wale wanaitwa kuhani, makuhani kwa kizungu sijui utawahitaji.
Makuhani hao ndio ambao Mungu ameaminia madhabahu, si ya mtu yoyote ati kwa sababu ana cheo kwenye siasa. Saizi madhabahu imekuwa ya watu wote, mtu akienda afanye takataka zake, hata waganga wote wanakuja kwenye madhabahu siku hizi. Na umefanya kanisa limedharaulika. Umefanya kanisa limenajisiwa. Tukiendelea na mazungumzo haya, mtazamaji unaweza kuchangia kwa kutuma ujumbe fupi ama arafa kwenye nambari 0102-428-248. Na labda ningependa sana kuuliza askofu, tukizungumzia hili swala la makanisa na siasa na vijana, tuwezi kosa kuwazungumzia. Tukiangalia mnamo mwaka 2024 wakati kulikuwa na yale masuala ya Gen Z na mambo ya bajeti kuu nchini, tuliona kwamba kuna wakati vijana walienda kujificha katika makanisa na walifungiwa vipi, na walifungiwa humu ndani. Je, vijana hawa almaarufu Gen Z wana nafasi gani katika makanisa yetu na pia katika siasa za humu nchini Kenya? Kuna kitu nitazungumzia sasa kuhusu sasa uzao wa sasa. Na uzao wa sasa nitamention kidogo na watu nafikiri mtanielewa. Na maandiko pia ilitabiriwa, pia Biblia ilitabiriwa, ni utabiri uliotolewa kwamba kutatokea na kizazi kipya ambapo kitaitwa uzao wa nyoka. Uzao wa nini? Wa nyoka. Uzao wa nyoka. Uzao wa nyoka, nataka Gen Z wanielewe vizuri kwamba sijawadharau, lakini maandiko yanasema kutatokea uzao wa nyoka. Uzao wa nyoka inamaanisha kwamba ni kizazi kisichoogopa. Kizazi kisichoogopa. Kizazi ambacho hakiwezi muheshimu mtu yeyote. Kizazi ambacho hakina umri, hakitaki kujua uko na miaka 80 ama uko na miaka ngani, na miaka 60 ama 100, wakiamua ni kupita na wewe watapita na wewe. Kile kizazi ambacho kilitabiriwa kwamba ni kizazi ambacho kimekuja kina akili nyingi sana. Na wanaona mbali sana. Na ni kizazi ambacho hakiko tayari kuambiwa uongo. Wakisikia ukiwaambia uongo, wanakuambia hii ni uongo. Mimi nakumbuka miaka yetu, wakati mmoja, wakati nikiwa mtoto mdogo sana, nimekaa na watu wazima mahali pale, mtu mzima anazungumza uongo, lakini inabidi kwamba unajua hii ni uongo, lakini inabidi unyamaze kimya. Kumbuka kuna mzee mmoja anatuambia kwamba miaka kitambo sana, wakati ambapo mzungu alikuwa anapigana na Mwafrika, ati sijui kuna hii inaitwa mna gani, submarine ilikuwa inapita juu na inapiga marisasi. So mimi nikajaribu nikumkosoa, nikamwambia, baba, submarine inapita chini ya maji, submarine haipitangi juu ya hewa. Mzee alinikondolea macho na akaniambia, kijana, watu wazima wanapoongea unanyamaza, unaheshimu. Ulikuweko miaka hiyo? Mimi nikasema hapana, sikuwa. Kwa hivyo nyamaza. Wazee wazima wakiongea wafanye nini? Na nyamaza. Lakini kizazi cha sasa anakukosoa hapo. Ukizungumza uongo anakuambia hapana, hiyo ni uongo. Hiyo haiwezi kubalika. So unapozungumza kwamba nao tutabuni nafasi sijui milioni ngapi, tunabuni nafasi milioni ngapi, tutabuni nafasi milioni ngapi, na za kufanya nini, na wanapoangalia kwamba ulisema baada ya mwaka mmoja mtakuwa mbuni nafasi za watu milioni ngapi, labda ni milioni, kama ni milioni 10, ama ni milioni 5, wanaangalia sasa imepita miaka 2. Ukiendelea kusema mtabuni nafasi ya watu wengine sijui ya watu sijui milioni ngapi, watakuuliza hivi, hao saizi unasema utabuni kazi ya watu milioni 20, wale uliosema milioni 10 nafasi zao ziko wapi? Nafasi zile ambazo ulizobuni ziko wapi? Unaposema kwamba nao tutajenga mabarabara, tutajenga viwanda, tutajenga nini, hiyo kizazi kitasimama wazi na kuulize, wewe uliposema, nakumbuka kwamba ulisema tunajenga mabarabara sijui ngapi, sijui tunajenga nini na tunajenga nini. Kwa sasa tumefika miaka ngapi? Naelekea miaka 3.
Hakuna chochote ambacho umejenga. Hii unayotuambia utajenga wapi kama hiyo nyingine huku kujenga? Kwa hivyo hawako tayari kudanganywa. Unapowaambia uongo, wanakuambia hii unatuambia ni uongo. Na watasimama kwa kweli. Na ni kizazi ambacho unakuta kina uchungu kabisa. Alafu unajua sasa nao unapoangalia kwa wazee ambao wako hata kwenye serikali. Vijana ambao wamesoma saizi wamesoma na akili nyingi sana hata kushinda wale wazee. Kwa mambo wanayofanya unaona ni mambo ya kipuzi. So unapokuta wanajaribu kuamend mambo ambayo ni impossible, watawaambia nao hii haiwezekani. Hii haiwezekani. Na ni kizazi ambacho sasa unakuta kama kimeamua. So kile kitu ni kizazi cha sasa ni mambo yalitabiriwa katika Biblia, si kwamba kimeapia tu. Yalitabiriwa katika Biblia kwamba kutakuja kizazi. Kizazi uzao wanaitwa uzao wa nini? Uzao wa nyoka. Ambao uzao huu hauko tayari kusikiza uongo. Kama ni kusikiza uongo nao watakubite. Unasikia? Hawatakusikiza. Lazima tu watakwambia hapa, unatuambia ukiwapotosha watu hata kubali kupotoshwa? Hapana. Watakwambia nao hii njia hatuendi. Sio kizazi ambao unakuta kwamba sasa wanapelekwa kama kondoo kwenda machinjioni tu kunyamaza hivi, wanaenda machinjioni, wanakwambia hapana, hapa hatuendi. Na hii njia hatupiti. Hapana. Juu unakuta kwamba hao watoto wamesoma, wana degrees ambazo wako nazo, kazi hakuna. Kazi zinazopeana saa hizi ni wazee ambao ni retired, ambao wamekuwa kwa serikali wakakula na kukula na bado wanaongezewa nini? Nafasi za kazi. Vijana wanapoona vinyo wanateseka saa hizi na wana masomo mengi sana, karibu mara 10 zaidi ya wale ambao wanazidi kuongezwa kazi, hawezi nyamaza. Bado watainuka na kupiga kelele zao. Na tunasema sasa kizazi cha sasa lazima sana kiangaliwe vizuri. Na kitafutiwe pia nafasi kwenye serikali. Maana wasipotafutiwa nafasi kwenye serikali watakuja kuleta shida. Na kwa sababu ni kizazi kilitabiriwa katika Biblia, kiko mahali pale. Ambao wako saizi kama watumishi wa Mungu tuko pia tunakiombea kile kizazi. Kile kizazi kwa sababu sasa unakuta kwamba mambo sasa yameenda saizi, kuna technology mpya. Hawataki kubaki ile 20th century. Wanataka pia kuona mambo mengine yameenda. Hawa vijana lazima pia wachukuliwe, wajuonekane akili yao ni akili ya kufanya nini. Kwa vijana kuna wale wanaweza tengeneza mpaka ndege. Kwa vijana hawa kuna wale ambao wanaweza vuni mpaka kazi. Lakini unakuta kwamba wakijaribu kitu mlango unafungwa. Wakijaribu kitu mlango umefungwa. Sasa kuna app fulani ambayo kwamba ilikuwa imeletwa kwamba vijana wanaweza ingia ama watu wanaweza ingia ndani na kwamba waweze kujiinua kimaisha. Lakini walioko juu walipoangalia hiyo app wakaiziba mara moja. Wakafunga hiyo linki mara moja. Kwa sababu nao wale ambao wako tupu hawataki kuona vijana wakifanya nini? Wakiinuka. Wanataka vijana wasierevuke. Wanafunga mlango wao wa kuerevuka. Na wakati mlango unapofungwa wewe kujikuerevuka na kujisaidia zaidi, hiyo kitu kinaumiza vijana sana. Kwa hivyo ombi langu ni kwamba nao pia ni vizuri wasikizwe. Kwa sababu nao napoangalia kama mtumishi wa Mungu, hao hawako kimakosa. Wako pale kwa sababu ilitabiriwa na imefika kwamba wako pale, wamekuja. Wako pale na wana akili yao, wanataka maendeleo, wanataka kusonga mbele. Kwa hivyo lazima wasikizwe. Na mimi nasema hao vijana pia wana kazi yao kutoka kwa Mungu. Wana kazi yao pia kutoka kwa Mungu ambayo Mungu ambaye alipanga kwamba ile kazi itatimia. Wakati katiba ilikuwa inapitishwa, silikuwa inapitishwa cha nguvu. Lakini walipoingia wale vijana na wakakataa, haikupita cha nguvu. So pia wana nafasi yao ya kuchangia katika serikali hii
na hawako tu pale ati kwa sababu tu wako pale, pia ni mpango wa Mungu pia wawe mahali pale. Naam, tunapoendelea na mazungumzo haya, naweza chukua arafa 2-3 kutoka kwa watazamaji wetu. Tunaye Maela kutoka Kajiado anauliza, askofu, je, ni sahihi kwa kanisa kuandaa mikutano ya kisiasa ndani ya madhahabu? Tunaye Robert pia anayeuliza, askofu, kuna watu wanaosema siasa ni chafu. Kwa nini basi kanisa lijihusishe nazo? Na pia kuna mwingine ambaye anauliza, je, kanisa linaweza kuungana kuunda msimamo mmoja wa kitaifa kuhusu maadili ya viongozi badala ya kugawanyika? Labda unaweza jibu kulingana na maswali haya ambao watazamaji wetu wameuliza. Swali la kwanza kwamba serikali inaweza andaa mkutano wa siasa kwenye madhabahu. Jibu ni hapana, la. Madhabahu kazi yake ni ya kueneza Injili, si ya kueneza siasa. Mchungaji yoyote, askofu yoyote, askofu mkuu yoyote ambaye anaweza panga mkutano wa siasa katika kanisa, huyo mtu anamhitaji Mungu. Huyo mtu amepoteza mwelekeo wa kiroho, na ni mtu anafaa waache kazi ya Mungu aingie kwenye siasa, kwa sababu nafikiri huko ndio kuzuri na yeye. Lakini kama yeye ameitwa na Mungu, asimame imara kwa kazi ya Mungu na asiruhusu wanasiasa kwenye madhabahu. Makanisa yote wanasiasa wamekanyaga madhabahu saizi. Yale makanisa saizi hayana sauti. Hayana sauti. Hayawezi kosoa serikali. Hawezi ongea lolote kuhusu serikali. Kama yameruhusu serikali ije kwenye madhabahu, basi inamaanisha kwamba umeweka kwenye mifuko ya nini? Ya serikali. Kanisa linafaa kuwa independent. Kanisa linafaa kuwa independent. Okay, swali la pili linasema, swali la pili wameuliza, kwa nini wakati wa kampeni za uchaguzi tunaona wanasiasa wakipewa nafasi kubwa sana kwenye makanisa kuliko waumini wa kawaida? Sasa haifai hata kidogo. Mimi mwanasiasa akija kanisani sikatai, kwa sababu unaweza kutembea kanisani. Mwanasiasa akija kanisani akae pale kama mshirika wa kawaida. Nifanye kazi ambayo Mungu amenipatia, ibada iendelee sawa sawa, imalizike, nihubiri, kila kitu kifanywe. Kama atapata nafasi ya kusalimiana, sawa, asalimiane akiwa kule kwa ushirika, si aje kwenye madhabahu. Si aje kwenye madhabahu. Kama anataka nafasi, amepewa nafasi ya kusalimiana, asalimiane akiwa wapi? Huko kwenye sehemu kule ya washirika. Na kisha maliza kusalimiana akiwa kule, basi wakati huo mwingine basi akitoka pale baada ya ibada ako huru kuongea kuhusu siasa zake, lakini kwenye madhabahu la. Swali lingine lilikuwa, askofu, kuna watu wanaosema siasa ni chafu. Je, ni kwa nini basi kanisa lijihusishe nayo? Kuna kitu ambacho nitarudia tena, na nirudie labda yule ambaye hakuwepo tukianza, na tukasema tulisoma kitabu chenye katika Mathayo 6 mstari wa 24, hawezi tumikia mabwana wawili, maana utapenda mwingine kisha uchukie mwingine. Kama wewe umeitwa kwa kazi ya Mungu, fanya kazi ya Mungu full stop mpaka wakati wa kurudi kwa Yesu Kristo. Kama umeitwa kwa siasa, ingia kwa siasa, wachana na madhabahu, wachana na kazi ya Mungu. Kanisa hakuna mahali linaruhusiwa kufanya kampeni. Na kama kuna watu uliokuta wamepanda kwa maroli, wamefanya kampeni wakisema sijui nini, tuko kila tena nini, aibu inawapata kwa sasa, kwa sababu walidanganya watu, sio Mungu aliwatuma, walijituma wenyewe mahali pale. Na mtu ambaye alijituma, aibu inampata.
Na yule aliyejituma kudanganya watu Mungu amesema ni huyu, aibu inampata mwenyewe. So hapo pia ni onyo kwa watumishi wa Mungu kwamba nafasi ya siasa si nafasi ya watumishi wa Mungu. Kanisa ni serikali nyingine independent, serikali ya mbingu. Na inapofika ni siasa ni serikali nyingine tofauti. Siasa ya serikali ya nini? Siasa ni serikali ya hongo, siasa ni serikali ya matusi, siasa ni serikali ya unyang'anyi, siasa ni serikali ya ulagai. So huwezi changanya mambo haya yote na kuhubiri. Na nikawaambia mfano muangalie na Margaret Wanjiru. Alipoingia kwenye siasa hivi, basi neema yake ya kuhubiri ilirudi chini. Akabaki tu yeye kupigana na wanasiasa na kuita wengine wachawi na kuita wengine waganga na kuita wengine nini na kupiga tu mdomo ambao hauna nini, ambao hauna mwelekeo. Na nikawaambia viongozi wote wa kidini waliojihusisha na siasa saizi hawana hata neema ya kuongea mbele ya watu. Viongozi wote walioonekana wakienda State House wakati mambo yameharibika wanaenda kuunga mkono, saizi hawana nafasi hata ya kuzungumza, hawana hata kibali cha kuzungumza peke yake. Wakizungumza hivi tu kidogo utasikia, hata kama nambari zao zitapatikana, utasikia, utaona zimetumwa message nyingi, wewe umbwa, wewe takataka, wewe nani, kwa sababu ni Mungu anawaonya. Na nikasema kwamba wale ambao hawaonyeki Mungu akatumia Gen Z kuwaonya. Na wakaonyeka. Sikuna askofu fulani hapa hivi ambao alienda State House. Wakati mambo yalikuwa mabaya sana na akaonekana State House pale. Alipokea matusi ngapi? Alipokea matusi mingi sana. Na tunaona saa hizi nao mtu kama komanda hataki kujihusisha na siasa. Wacha azungumuze pale. Akiita watu fala lakini asijihusishe na nini? Na siasa. Siasa za Kenya. Na siasa za Kenya. So ndio sababu anapendwa mpaka na Gen Z, kwa sababu hajihusisha na siasa za nini? Za Kenya. Tukizungumzia kuhusu komanda, ipo video ambayo ilikuwa ikisambaa mnamo hapa katikati ya mwaka hivi kuhusu aliyekuwa askofu wa kanisa la SITAM, Bwana Oginde David, na kuna maombi fulani aliyowafanya pale. Kulikuwa na mkutano fulani pale State House na Wakenya waliweza kumpa mkono, waliweza kumsalimia kwa uzuri kwa sababu ya yale maombi aliyoweza kufanya pale. Je, kutokana na video hiyo labda tunaweza itazama kwa kiufupi? Naam. Achan and his family circumvented that and did contrary to what had been laid down. You brought judgment upon them, and the whole family was destroyed. You are the same God, O Lord. When Ananias and Sapphira conspired as husband and wife to circumvent that which had been put in place by the leaders of their time, again your judgment came upon them. They dropped dead in the very presence of many people. When Judas betrayed the trust that had been given to him by his master and sold him for 30 pieces of silver, it did not benefit him. Instead, the land that he bought with that money, that is where his bust committed suicide. So today as we gather here, I know there are individuals, there may be couples, there may be families who conspire to defraud our country of the limited resources that we have as we put this law in place. I pray that as our president appends his signature on this law, that signature will be from heaven and with the force of heaven, so that those people who may be tempted to circumvent it, they will face not the justice of the land only, but also the justice of heaven. Video ambayo nani aliomba? Anaitwa David Oginde. Yes. Na kutokana na hilo umezungumzia mapungufu ambayo makanisa yamekuwa nayo year in year out. Je, ni nini basi
makanisa haya ama viongozi wa makanisa nchini Kenya wanaweza kufanya tofauti na hapo awali ili kuhakikisha ya kwamba mambo ya kidini yako sawa, mambo yanayohusiana na uongozi na kisiasa na viongozi wale wa serikali iko sawa? Ni nini makanisa yanaweza kufanya tofauti? Makanisa linafaa kwanza kuwa, kanisa linafaa kuwa independent sana. Kanisa linafaa kwamba kazi ya kanisa ni kuombea nchi. Kazi ya kanisa ni kuombea wanasiasa, kwa sababu mwanasiasa hata nafasi ya kujiombea hana. Nafasi iko ni ya kuzungumza tu mambo ambayo hayana mwelekeo na matusi na uongo na nini. Kwa hivyo anahitaji pia watu wamuombee. Anahitaji kanisa limuombee. Kazi ya kanisa pia ni kuombea rais. Na unapokuta sasa wakati kama rais wa Kenya saa hizi, nasema sasa uongozi wake uko hatarini kwa sababu hana kanisa linalomuombea. Hana kanisa linalomuombea. Ni kama alichukua kanisa kaliweka wapi? Mfukoni. Sasa yeye ndio kama askofu mkuu, ni yeye kama anaombe, ndio intercessor, ndio nani? So hana mtu wa kumuombea. Lakini kama kanisa angelikuwa independent yanamuombea rais, najua kwamba labda uongozi wake ungekuwa bora na ungekuwa na kibali. Lakini sasa imefikia mahali kwamba sasa rais hata hana mshauri wa kiroho. Yeye ndiye anajishauri mwenyewe. Anafika mahali, anakaa, anasema nitajenga nyumba wapi, nitajenga kanisa wapi? State House. Kuna kitu ndazungumza kuhusu State House. State House sio mahali, si mahali ya mtu binafsi. State House ni mahali ya umma. Wenye umma ni nani? Wananchi. Wenye kupata ruhusa ni nani? Wananchi. Kwa hivyo hata hiyo ingefaa labda kuwe na mswada. Kama wananchi wataruhusu ile State House ijengwe. Madhabahu. Kwa sababu jambo la kwanza, State House sio headquarter ya makanisa. Na kama ingelikuwa ndio headquarter ya makanisa, basi makanisa yangesema State House ijengwe wapi? Kanisa. So lile kanisa ambalo rais anajenga pale, bishop wa ile kanisa ni nani? Nani pastor wa ile kanisa? Kanisa ambalo alisema kwamba litagharimu wa Kenya wananchi takriban bilioni 1.2. Hilo kanisa, jambo la kwanza anapojenga, huo ni ufisadi. Na mimi narudia, ni ufisadi. Kanisa hilo analojenga hajasikia sauti ya Mungu. Na kama kuna askofu yote amempatia mashauri aende ajenge, ni askofu mfisadi. Kwa sababu hiyo ni mali ya umma. Si mali ya nini ya rais, ni mali ya umma. Rais angetaka kujenga kanisa, ana mashamba mengi sana. Angeenda sehemu ya Rift Valley, achukue shamba labda kama ni 25 hectares, ajenge wapi? Ajenge kanisa. Angetoka hapa aende Mombasa, achukue shamba labda kama 20 hectares, ajenge kanisa. Angetoka hapa aende labda huku sehemu za wapi huku kunaitwa Ukambani, ajenge wapi? Kanisa kwenye ploti zake. Hiyo ndio utajua kwamba amejitolea kujenga kanisa. Lile kanisa lilipata hapo, aachane nalo, hata kama ni la mabati waliojenga, kama waliojenga marais wote walikuta pale na waja complain. Kwani yeye ndio Messiah? Amekuja pale akaambiwa jenga kanisa la State House? No. Na yule, na kuna wale wachungaji pale walisema kwamba mwenye anapinga hapa ni hii kanisa kujengwa ni Antichrist. Na mimi nitasema leo, kati ya hao na wale ambao wanapinga kujenga, ni wagani Antichrist? Antichrist ni hao wanaoenda kinyume na neno la Mungu, wanaoenda kinyume na wananchi, wanataka wafanye kupata sifa. Unajua kuna wachungaji ambao wanaendanga kwa rais kupata sifa, kujipendekeza kwa rais. Na mtu kiangalia wakati wa kina Elisha, wafalme walikuwa wanaogopa sana hao manabii. Wakati wa kina Samueli, wafalme walikuwa wanaogopa pale kwa sababu walikuwa na authority. Lakini sasa kanisa saizi halina authority. Authority imepeana kwa government. Sasa government inatawala nini? Kanisa. Na ikifika mahali government inatawala kanisa, basi kanisa liko kwa shida. Kanisa liko
taabani. Mchungaji yoyote saizi ajaribu azungumze lolote kuhusu rais mwenye alienda wakakaa naye meza moja, hata patikana, atafutwa akosekane. Kama ulienda kwa meza moja na rais na mkakula, mlifanya kiapo, so kienda kuzungumza kinyume na yeye, utafutwa akosekane. Shukran sana askofu kwa kuchukua fursa hii na wakati wako kuweza kuchangia katika mjadala huu wa mambo ya kanisa na siasa. Na mtazamaji, yote 9-10 ni kwamba mjenga nchi ni mwananchi na mjenga kanisa ni mwananchi, si mwanasiasa. Shukran sana kwa ambao wametutazama. Mpaka wakati mwingine, nimekuwa wako Rahab Mora. Kwaheri.